Jifunze sheria, fahamu haki na wajibu wako kisheria. Hapa Staarabika na Christine Kambua. Bila shaka msikilizaji, umewadia ule muda wa kujifunza sheria, na kwa mara nyingine tunaungana na wakili Pauline ndani ya studio. Wakili, karibu sana. Asante sana na shukuru. Okay. Leo hii tunazungumzia sheria kuhusu malezi, matunzo ya mtoto, na bila kupoteza muda niende moja kwa moja, labda niweze kukuuliza, sheria inasemaje kuhusu haki za mtoto kupata matunzo kutoka kwa wazazi wake? Katika sheria tuko na act ambayo inaitwa The Children Act. Ndio inatupa mwongozo ya mambo ya malezi na kutunza watoto. Na kulingana na hiyo act, mtoto ako na haki ya kutunzwa. Na pia tuko na katiba ya nchi letu la Kenya. Na katiba inasema ya kwamba mtoto anafaa atunzwe na baba na mama yake equally, hata kama hawako kwa ndoa. Na tukiangalia katika mambo ya malezi na kutunza watoto, tunaangalia mtoto anahitaji elimu, anahitaji chakula, anahitaji mavazi, anahitaji mambo ya hospitali ambayo ni medical care, na anahitaji pia kama ni entertainment ama recreational activities. Ukiangalia hayo, ukiangalia mambo ya ulezi wa watoto na mambo ambao na kimombo tunaita child support, unaangalia mtoto ako na baba ama ako na mama. Na katika hiyo ulezi, mtoto anazaliwa either azaliwe kwa ndoa kwa watu ambao ni bibi na bwana, ama pia anazaliwa pia huku nje. Kwa hivyo mtoto hafai kubaguliwa kama amezaliwa ndani ya ndoa ama amezaliwa nje. Huyo mtoto ana haki ya kupata malezi. Na tukiangalia hayo katika mambo ya ulezi wa watoto na mambo ya kuangalia, tunaangalia mambo ambayo tunaita child custody. Yani ni nani ako na huyu mtoto. Ndio. Na katika child custody tuko na kitu ambayo tunaita legal custody, na tuko na actual custody. Legal custody ni mambo ya kusimamilia huyu mtoto. Unaona, kama mtoto saa yenye unaenda kumwapplyia passport, lazima mzazi anapeana hapo idhini yake. Kama mtoto anataka kusafiri, mambo ya kufanyia huyu mtoto yani katika kama ni shule, unataka kumpeleka shule fulani, yani wewe ndio unafanyia huyu mtoto yani decisions kwa maisha yake, na unamtunza inavyofaa. Alafu pia kuna sababu mtoto ni mtu yoyote ambaye ako chini ya miaka 18. Huyo ndio tunaita mtoto kulingana na sheria ya Kenya. Na actual custody ni yule ambaye anaishi na huyu mtoto, yani on a day to day basis, ambaye anaishi na huyu mtoto. Sasa katika hiyo malezi watu ukubaliana. Kuna mwingine atasema haya basi wewe kana mtoto, lakini mimi nitalipa school fees, na mimi maybe nitachukua medical cover, ama mtoto akigonjeka mimi nitagaramika mambo ya hospitali hivyo. Na mwingine anasema haya basi mimi chakula na shelter mahali ambapo mtoto anaishi mimi nitashughulikia. Kwa hivyo saa zingine inalingana na watu ambavyo watakubaliana. Kuna kitu ambayo tunaita parental responsibility agreement. Mnakaa tu chini mnakubaliana, wewe chukua hii school fees, wewe chukua kama ni rent ama nyumba, wewe chukua ya house help, wewe chukua ya chakula, wewe chukua ya mavazi, wewe chukua ya medical. Hivyo kuna wenye usikizana tu bila shaka. Lakini kuna wengine lazima waende kotini ndio sasa uweze kuwasilisha kesi yako kwa mahakama ya watoto. Alafu sasa mahakama inatoa hiyo ambayo tunasema ni hukumu, judgment. Of course, mara nyingi malezi ya watoto yanaleta shida, especially wakati ambapo maybe wazazi wawili wametengana. Of which bado kuna wazazi ambao wanaishi na mtoto wakiwa wote, lakini mtoto pia hapati haki yake. Labda tutarudi hapo. Lakini hapa wakati ambapo wazazi wameweza kutengana na kuna mzazi mmoja ambaye hawajibiki katika kumlea mtoto, ni hatua gani za kisheria ambazo huwa zinafaa kuchukuliwa? Wakati ambapo wazazi wametengana na halikuangi jambo mzuri. Sababu wakati ambapo ndovu mbili wanapigana, nyasi ndio huumia. Sasa mahali ambapo wazazi wawili wanapigana, mtoto ndiye ataumia. Na mtoto hakuomba nafasi, hakutuma barua ndio aje kwa hii barua, aje kwa hii dunia. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza wazazi, hata wakati ambapo wameachana, wasiweke mambo yao
kwa watoto. Yani ile mambo ambayo imefanya wawachane, ama hiyo chuki, ama hiyo bitterness, ama hiyo kutaka kulipisha kisasi. Usitumie mtoto kama chombo cha vita kwa ile yenye unapigana na either bwana ama bibi ama baba mtoto ama mama mtoto kwa ile hali ambao umeachana. Lakini kama kuna mzazi ambaye hawajibiki, uko na haki ya kumpeleka kotini. Na tuko na koti ambayo ni koti maalum, tunaita children's court, yani ni koti ya watoto. Na unawasilisha kesi yako hapo, unasema matumizi ya mtoto ni hii, gharama ya kulea mtoto ni hii, kama ni school fees ni kiwango hiki, kama rent kiwango hiki, kama chakula kiwango hiki, medical kiwango hiki. Unaweza kuwasilisha kesi yako kotini, unashtaki huyo mtu, naye ako na haki ya kuja kukujibu. Aseme mimi hii ndio ninaweza, ama mapokeo yangu, mapato yangu ni kiasi fulani, kwa hivyo mimi nitaweza kuwa natuma kiasi hiki kwa mwezi, ama nitalipa school fees direct kwa shule kiwango hiki. Okay. Kwa hivyo uko na haki ya kumpeleka kotini. Na mahali ambapo utapata kwamba mzazi mmoja amepewa custody aweze kukaa na mtoto, na anamnyima mwenzake kumweza kumuona yule mtoto, kuna hatua zozote za kisheria ambazo labda huyu mzazi ambaye ananyima mwenzake kumuona mtoto anafaa kuchukuliwa? Ndio, kuna kitu ambayo tunaita right of access. Yule mzazi ambaye ako na custody, huyu mwingine ambaye hana custody, ako na haki ya kumuona huyu mtoto, labda iwasilishwe mahakamani. Kuna mambo ambayo ni ya kipekee, yani yanayofanya huyu mtu asije akaona huyu mtoto. Tuseme kama kulikuwa na violence, ama kulikuwa na abuse, yani kuna jambo ya kuonekana huyu mtu hafai kukaribia huyu mtoto sababu atadhuru huyo mtoto. Basi unaweza wasilisha mahakamani. Lakini kama si hivyo, huyu mzazi mwingine ako na haki ya kuona huyu mtoto ambao tunaita access. Na kama amenyimwa, basi hapewi hiyo ruhusa ya kuona mtoto, ama hana hiyo nafasi ya kuona mtoto, ama pia hajui mtoto walihama wakaenda wakaishi wapi. Ako na haki ya kwenda kotini na wasilisha ya kwamba yeye anataka kuona mtoto. Saa zingine huwa wanafanya kitu ambayo tunaita arrangement. Yani saa zingine kama shule imefungwa, mtoto anaenda anakaa kwa huyu mzazi maybe 1 week 2 weeks hivyo, alafu tena anarudi anaendelea na shule, ama weekend ama midterm anapata nafasi ya kumchukua na kumrudisha. Okay. Na labda niulize, mtoto anaweza kuwa na haki ya kumchagua mzazi labda ambaye anaweza kuwa anataka kuishi naye, na labda niweze kuuliza ni ikiwa ako na umri wa miaka mingapi, ama akiwa na umri wowote tu? Aya, kwa hiyo katika hiyo koti ya watoto tunasema hiyo maamuzi, yani kuamua mtoto atakaa na mtu fulani, katika hayo maamuzi ya hii kesi ya watoto, kuna kitu tunaita the best interest of the child. That is the principle of the best interest of the child. Na katika hayo pia koti inaangalia capacity ya huyo mzazi, inaangalia environment, inaangalia religion, yani huwa inaangalia mambo mingi. Na pia huo mtoto kama anaweza kujieleza, koti huwa inachukua mtoto inampeleka kwa chambers na anamuongelesha. Napata pia unajua kuna watoto ambao wanaweza kujieleza. Mtoto wa miaka moja 2 huwezi expect 3, huwezi expect ataweza kujieleza. Lakini mtoto amefika miaka 5 6 utasikia anasema nataka kwenda na mam, nataka kwenda na dadi. Mtoto wa miaka 7 anaelewa. Mtoto wa miaka 10 12, sasa unaona ni mtu amejionea. Utasikia hata akisema yote ambayo inaendeleanga kwa hiyo nyumba hadi miaka 18. Huo ni mtoto ambaye akili zimekomaa. Lakini mtoto mchanga kiasi atashindwa kujieleza, labda atasema napenda, ama wengine wataenda hapo ndani waseme niliambiwa nisiseme hivi, niliambiwa nisiseme hivi. Kwa hivyo koti huwa inaangalia hayo mambo yote kabla ya kutoa hukumu. Okay, na labda niweze kuuliza, mzazi anaweza kudai matunzo ya mtoto kipindi kile ambacho labda koti ama mahakama haikuwa imetoa amri ya matunzo ya mtoto? Tumeona kuna watu ambao wameenda kotini na wakawasilisha hivyo. Unajua hilo ni jambo lako wewe na maamuzi yako. Kuna mwingine atasema wewe hujakuwa kwa maisha ya mtoto, mimi nimetumia hii gharama. Wengine wanasema akisema nilipe kiasi fulani. Ama saa yenye umeambiwa uko unatoa kila mwezi tuseme 20,000. Alafu umekaa miezi 6 hujatoa. Una multiply. Huo mtu akona haki ya kwenda kotini na aseme hiyo miezi 6 hajakuwa akitoa, na tulikuwa ama koti ilikuwa imeidhinisha atoe 20,000 kwa mwezi, hajatoa. Sasa imekuwa miezi 6
ufanye na 20,000, nasema sahi nadai basi 120,000. So hapa ni baada ya mahakama kutoa amri. Baada ya mahakama kutoa amri. Hawezi dai kipindi before mahakama iweze hiyo ya before inaenda na kitu ambayo tunaita discretion of the court. Okay. Yani koti itaangalia. Unajua unaweza enda udai kwa mtu mwenye ana mapato atakulipa aje. Hiyo ni discretion of the court na huyo mwenyewe mtu mwenyewe kibinafsi akiamua ataenda kudai. Ndiyo. Lakini hii yenye koti ishaagiza, ishatoa amri, wewe kila mwezi uko unatoa hii. Alafu ukose kutoa, utarudi kotini useme koti iliagiza kila mwezi atoe hii, hajatoa miezi kadhaa, ninadai alipe hii pesa. Koti nayo inamwagiza alipe. Akikataa kulipa, tuko na kitu tunaita notice to show cause. Utaitwa kotini, ueleze ni kwa nini haufuati maagizo ya koti, obey the court orders. Na pia usipoendelea, bado ukiendelea hivyo kupuuza, pia unaweza shikwa na uwekwe kwa civil jail. So ikitokea kwamba huyu mzazi mwenzako ako na kipato, na ni kwamba umeenda kudai miaka ya hapo nyuma ama miezi ya hapo nyuma kiwango fulani cha pesa, ambacho labda unahisi kwamba alikuwa na uwezo wa kutoa na hakuweza kutoa, lakini mahakama imeamua siku ya leo, ila unahisi kwamba hapo nyuma before mahakama iweze kutoa amri umekuwa ukidhulumiwa na ukaomba kiasi fulani cha pesa na ako nacho. So mahakama ina consider kwamba anafaa kutoa. Ndio, kuna kitu ambayo inaitwa affidavit of means. Ukifile kesi ya watoto kotini, una file pia na affidavit of means ambayo inaoneshana yani kiwango chako ambavyo unaweza kutoa, yani your financial capacity. Huyu mwingine naye ameshtakiwa pia, naye atafaili yake. Aseme mimi kiwango changu ama kile ambayo naweza kufanya ni hiki. Na wakati ambapo labda mzazi hana mapato ya kutosha ya kifedha, mahakama uamuru vipi katika kuchangia matunzo ya mtoto? Kuna wengine huwa wanaenda wanawasilisha kotini, wanasema ya ukweli, mimi nategemea vibarua, sina kazi permanent, na wanasema mimi nitaweza kutoa 5,000 kwa mwezi. Mahakama pia itamsikiza, kwa sababu huwezi ambia mtu atoe 100,000 na ameonyesha, yani ameweza kuprove kwa koti hana mapato ama labda alipata ugonjwa fulani, kwa hivyo hawezi. Atawasilisha hizo kama ni medical report ama chochote ambacho kinafanya asiwe na mapato, anawasilisha pia hiyo evidence kotini. Sasa koti inaangalia, ikiangalia idhibitishe ni ukweli, sasa wewe unasema mimi hiyo ninaitisho siwezi, mimi ile yenye naweza ni 5,000. Wakili Pauline, niweze kukuuliza labda unahisi kwamba kama wakili ambaye labda umeweza kutangamana na kesi kama hizi, makosa gani ambayo labda wazazi wengi huwa wanafanya wakati ambapo wanagombania matunzo ya mtoto? Sababu nimewasilisha kesi za watoto, mimi ni wakili wa familia. Na pia nimewasilisha kesi mingi za watoto za child support kwa miaka 9. Ndio. Unaangalia ya kwanza, makosa ambao wazazi wanafanya ni kutumia watoto kama chombo cha vita. Na ni kutumia hao watoto kulipisha kisasi. Yani saa wengine hata hawana haja sana na hiyo child support, lakini wanasema huyu lazima nitafute mahali ya kumfinyia. Kwa hivyo ukitumia watoto kama chombo cha vita, nimeona watoto ndio wanaangamia. Sababu huo mtoto ako na emotions, ako na mawazo yake pia, ako na ile pia anajionea. Sasa mtoto anashangaa yeye ni wapi kuzuri kwake. Kwa hivyo unapata huyu mtoto anapata kitu ambao tunaita trauma. We have something tunaitanga childhood post-traumatic stress disorder. Yani alipitia katika hiyo magomvi ya baba na mama. Mtoto ndio aliumia. Anapitia kitu ambao tunaita trauma. Na hiyo trauma uje ika-affect mtu baadaye saa yenye amekuwa mtu mkubwa. Ya pili ni saa zingine unaitisha pesa mingi. Hata ingine haikai, yani haikai realistic, hai make sense. Umeitisha maisha ambayo hata wamuku haiishi. Unaona? Kwa hivyo ningehimiza wazazi, itisha ile ambayo ni kitu reasonable. Hiyo ndio inakuanga makosa kubwa. Saa zingine pia mzazi anaekelewa. Unaona mtu amesema uongo. Umewekelewa mambo ambayo hajafanya. Sasa unaona huyu ni baba ya mtoto, huyu ni mama ya mtoto. Na hiyo huwezi badilisha, huwezi toa hiyo damu ubadilishe. Lakini amewekelewa mambo mbaya ama wameambia watoto wakuja wadanganye mahakamani. Alafu baadaye ukweli inatokezea. Sasa unaona hiyo si jambo mzuri. Ni kweli. Na
Kwa hivyo in short hapa wakili, wakati ambapo mahakama inatoa uamuzi, huwa inazingatia maslahi ya mtoto ama huwa inazingatia maslahi ya mzazi? Na kwa nini? Ya muhimu si maslahi ya mzazi, ya mtoto. Ni wapi mtoto atalelewa vizuri, atakuwa na environment mzuri, atapata education mzuri, akule, atunzwe vizuri. Haiangalii mambo na mzazi, ni mtoto mwenyewe, best interest of the child first. Na mara nyingi utapata kwamba wazazi wako pamoja. Ndio. Na kuna mzazi mmoja ako pale tu nyumbani, amekaa ametulia, lakini hawajibiki. Enapo hapa kuna kuwa namna gani? Sasa unajua hao wako pamoja, hao hawajaachana. Bado tu wako wanaishi pamoja. Sasa inalingana ni makubaliano gani huyu baba na mama walikuwa nayo. Ama ni nini inaendelea yenye inafanya huyo mzazi asiweze kuwajibika? Ni kazi hana, ni kitu amezoea imekuwa hivyo miaka yote, ama ni kitu tu imekuwa kwa muda fulani. Sasa lazima uangalie hiyo yote. Na kwa mzazi ambaye labda mahakama ilitoa uamuzi, ikaamua kwamba mzazi mmoja nafaa kwenda kuishi na mtoto, lakini mzazi mwenzake anahisi kwamba mtoto wake hayuko salama kwa mikono ya huyo mzazi mwingine, labda anaweza kafanya kitu gani? Anaweza unarudi tu mahakamani hata kama uamuzi ilikuwa imetolewa. As long as mtoto hajafika miaka 18, unaweza rudi kotini. Useme mara ya mwisho tulikuwa kotini ilisemekana hivi na hivi, ndio ilikuwa ruling ama uamuzi wa koti. Lakini kulingana na saa hii ile mambo inaendelea ni 1 2 3 na hii ndio evidence yake. Naomba kotini ikaweze kuna kitu tunaita setting aside ama varying the judgment of the ruling. Kuna vile ambavyo wazazi wanaweza kutatua migogoro yao labda bila kufikisha kila kitu mahakamani. Kuna kitu ambao tunaita mediation, and I'm also a certified mediator. Yani mnaenda before mediator, mnasikizana vizuri, mnaandika kitu inaitwa settlement agreement. Yani ya venye ambavyo mtalea watoto. Ama nyinyi wenyewe mkae chini mkutano, alafu muingie kwa makubaliano. Alright. Bila shaka Radio Maisha ni radio zaidi ya radio. Msikilizaji, nafungulia line za simu sasa hivi. Tuko na wakili Pauline ndani ya studio. Kama una swali lolote kuhusiana na matunzo ya watoto, ni muda wako sasa hivi. 0719012700. Jose Waruaka. Kambua, good morning. Good morning. Jose Waruaka, bila shaka. Habari ya mgeni? Mzuri, niko salama. Asante sana. Nashukuru vile unaweza kutuelezea vizuri mambo ya inahusiana na watoto. Lakini Kambua, ina scenario ambapo labda nimeoa msichana. Alafu labda tukakuja tukatengana na tukaendelea tu kulea mtoto. Alafu tena ikatokea labda nikakuwa na shuku labda mtoto si wangu. Na nikafanya DNA nikapata mtoto si wangu. So hapo part A ya question, labda huyu kwa kwenye hizo sheria kuna mali zitaweza kunitetea labda ambacho nimeweza kutumia kwa huyu mtoto. Labda naweza kuwa refunded ikiwa umegundua kwamba mtoto sio wako. Na nilikuwa na labda hata mke wangu alikuwa anajua si mtoto wangu. Lakini mimi nimefanya kujua si mtoto wangu. Je, kwa sheria kuna vile inaweza nitetea, labda naweza rudishwa part B ya hiyo swali? Labda tulikuwa tumebond na huyo mtoto, si ndio? Na labda mtoto anataka kunifuata, anataka tuishi na yeye. Sasa hapo pia itaweza kuwaje? Na mtoto sasa nimedhirika si wangu, lakini bondi inatuunganisha. Sawa. Radio Maisha, hello. Peter. Sasa Kambua. Niko poa. Mimi niko poa. Labda nyinyi mkiwa studio mkiwa na wakili? Tuko salama. Salimia sana. Sasa mimi nilikuwa nauliza wakili. Yes. Tuseme nikiwa tuseme ni baba. Na mama. Alafu tuseme tuachane koti iamue mtoto atakaa saidi ya mama. Tuseme wewe, tuseme kama ni nini nikifikia niseme mtoto juu kesi, tuseme koti iliamua mtoto ni wa baba. Mimi nitapataje haki kufikia?
Kama koti ilisema? Tuseme kama koti ilisema mtoto anafaa kulelewa na mama hivyo. Yes. Tuseme mimi nikiwa baba nitapata aje haki? Okay, sawa. Frasha, mambo? Unakuaje Kambua? Niko freshi. Tanzania wakili wetu Pauline. Amesalimika. Nimesalimika. Mimi ndio Frasha mambo wakili Pauline. Niko na swali, wacha niulize hivi. Frasha ni kama ametoweka. Kijana mdogo. Christian Kambua? Yes. Mambo? Niko freshi. Habari ya wakili naye? Mzuri, salama. Sasa mimi nataka niulize swali moja. Yes. Niko na mtoto mahali. Na wale wazazi wendelea kwa tunafikiana nitakuwa nawasaidia. Nimefika wakati pengine wamenikoroga, hawataki pengine nisaidie mtoto na hawataki nione huyo mtoto. Iwapo nataka kuwashtaki ama nipata haki yangu ya kuona mtoto wangu. Nitaanzia kwa mzee wa mtaa, kwa chifu, ama ndazaruka direct niende kotini. Okay, sawa. Swali la mwisho, Radio Maisha, hello. Kambua Waziara. Nesa. Ni Mheshimiwa Steve Mariga, niko na kesi ya watu wawili hapa. Okay. Moja ni ya Gilipart, ingine ni ya Molenja. Naanza na ya Gilipart. Gilipart anasema kama kuna vile ikiumana sana kwa sababu kuna msichana mahali. Anasema mimba ni yake. Na mtoto akazaliwa akasema bado mtoto ni wake. But mtoto afanani na yeye kabisa. Okay. Na uwezo wa DNA ndo hana. Okay. Sasa lawyer evaluate kidogo aseme kama kuna mahali anaweza peleka huyo mtoto afanywe DNA maybe free bla bla bla. Haya, kesi ya Molenje ndio ya pili. Kuna jamaa anaitwa Molenje. Yes. Ako na mtoto na bibi. Sasa bibi alienda majua akaringa, sasa akasema ile usaidizi kwa jamaa kwa anasaidia au katize au hitaji tena. Sasa lawyer asema ni wapi huyu jamaa Molenje anaweza enda nyeshana zile message alitumiwa before maybe zipotee. Ile baadaye mke akirudi akidai haki huyu aonyeshana hapana, mimi ulinikataza. Okay. Sasa ushibaya wangu uko wapi? Sawa, asante sana. Wakili, hapa kuna maswali, tuko na takriban dakika 4. Kuna mtu ameuliza mahali ambapo umeenda ukapata kwamba umekuwa ukilea mtoto na ukaja ukagundua kwamba mtoto sio wako. Je, unaweza rudishiwa ile hela ambayo umetumia kwa yule mtoto? Na pili akauliza ikiwa mtoto huyo pia amekuwa kibond na wewe na anatamani kuweza kuendelea kuishi na wewe, itakuwa namna gani? Huyo ambaye ameuliza hivyo, number 1, kama umefanya DNA na ukapata mtoto sio wako, ndio unafaa pia unafile hizo results kotini. Ndio hiyo responsibility ya uzazi ikuwe discharge, usikuwe na hiyo expectation utaendelea kulea huo mtoto. Mambo ya kurejesha pesa yaweza kuwa ni ngumu kiasi. Sababu hakueleza huyu mtoto amejulikana kwa umri gani. Sasa hatujui ilikuwa ni ya miaka ngapi. Unaona? Sasa hiyo inaweza kuwa ngumu kiasi. Lakini kama uko na bond na huo mtoto na unataka kuendelea kumsaidia, sheria haijakukataza. Na pia inalingana pia kama unataka kwenda full legal process. Kuna kitu ambayo tunaita legal adoption, ambapo una adopt mtoto ambaye sio wako na unaendelea kuwa kama mzazi kwa huo mtoto. Kwa hivyo kama bond imeendelea na pia labda mama ya huyo mtoto hana shida, kuna wenye mnaoingia kwa arrangement. Lakini the best way would be afanye legal adoption kama ako tayari. Kwa sababu watu wamelea watoto ambao si wao. Na pia hiyo si mbaya. Kwa maana pia hiyo inasaidia jamii na society. Kwa hivyo ako na option ya kufanya legal adoption. Kuna mwingine anasema ikiwa koti ama mahakama imeamua kwamba mama ndiye anafaa kuishi na mtoto,
Anauliza baba anapataje haki yake? Kama imeamuliwa mama akae na mtoto, basi huyo baba ako na haki ya kupata access. Yani kwenda kama ni weekend, anachukua mtoto anampeleka mahali out, wanaongea hivyo, ama pia holiday anapata pia access. Kwa hivyo kitu yenye anaweza itisha mahakama ni access ya kuona huyo mtoto. Ndio. Kuna mwingine ameuliza ikiwa umekuwa ukilea mtoto alafu mzazi mwingine ama mzazi watu wa upande wa mzazi mwingine wakatishe yale ama ile support yako, wakuandikia ujumbe waseme kwamba kuanza leo hatutaki tena usaidizi wako. Akauliza, je, mtu anafaa kwenda wapi? Kuna mmoja amesema kwamba ukashuku kwamba mtoto sio wako na huna uwezo wa kufanya DNA, itakuwa namna gani? Huyu mwingine akasema malezi yamesitishwa na uko na hizo messages, kabla labda zipotee unafaa kuenda kuzipeana wapi ili kuweka record, ndio ile siku atakuja aseme kwamba umekataa kumlea mtoto, uwe na evidence kwamba wao ndio walikatisha. Sawa. Na pia kuna huyo wa kijana mdogo, ndio amesema alikuwa anatuma usaidizi lakini kukawa na shida. Yes. Ataanzia kwa chief ama aruke direct kotini. Wacha nianze na huyo. Kama kuna hiyo shida imetokea ama hiyo hitilafu, ndio chief unajua yeye anasaidia ku maintain order, lakini yeye hana hiyo authority ya kusema lazima iende hivi ama iende hivi, kwa sababu hiyo inafaa iende kwa mahakama ya watoto. Kwa hivyo anaweza enda direct kwa mahakama ya watoto ili akapate haki yake. Okay. Aya, huyo mwenye ameuliza alikuwa na swali ya watu wawili, ya Gilbert na Morenji. Ya Gilbert amesema kimeumana, msichana amesema mimba ni yake lakini mtoto hawafanani na anataka DNA, lakini hana uwezo ya DNA. Mahali ya kufanya DNA kuna public hospital na kuna private. Of course private hospital ni more expensive, but public pale Kenyatta kwa government chemist wanafanya DNA. Pale Kemri pia wanafanya DNA, ila lazima ulipie. Kwa hivyo kama una uwezo anaweza enda kwa zile NGO ambazo zinafanyanga kesi za watoto, kama Creo iko kule Kibera hivyo, anatafuta usaidizi kwa hizo NGO zenye zuchukua kesi za watoto zinasaidia. Kwa hivyo anaweza tafuta usaidizi huko. Okay. Alafu huyo wa pili, kama hiyo support imekatizwa na akona hizo messages na nini, akona haki ya kwenda mahakamani na aseme yeye amekuwa kituma support, lakini huyo alienda hayuko katika nchi, na hizi ndizo messages ambazo ziko hapo na wasilishe hapo. Okay. Wakili, niseme shukran sana. Ningetamani tuweze kuendelea zaidi, lakini naona muda haupo upande wetu. Niseme shukran sana kwa kuja na uwe na wakati mwema. Asante. Okay, msikilizaji.